Mwenyekiti wa Jumuiya ya Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Geita, Manjale Magambo, amesema vijana wa mkoa huo wako tayari kushiriki kikamilifu katika uchaguzi ujao kutokana na kazi kubwa za maendeleo zinazofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni za ubunge wa jimbo la Mbogwe uliofanyika katika viwanja vya Mnadani, kata ya Lulembela, Manjale alisema vijana watahakikisha Rais Samia anapata kura za kutosha, kwani amekuwa kinara wa kuwaletea Watanzania maendeleo. Amesema ana uhakika kuwa ndani ya siku 100 za Rais Samia, Tanzania itashuhudia mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu pamoja na uwezeshaji wa wafanyabiashara wadogo ikiwemo vijana na akina mama. Hii ni News Update Media. Tanzania CCM oye! Ninaamini hilo tunaliweza, na tulikuwa tujaja Mbogwe. Wangapi wanatuahidi kwamba viongozi wa mkoa tunakwenda kuongoza kwa wingi wa kula kwa Dr. Samia Suluhu Hassan? Tunyoshe mikono. CCM oye! Ahadi hizi zinaashiria kazi nzuri ambayo imefanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Na watu wa Mbogwe, ninayo furaha kuwapa taarifa, mkoa wetu wa Geita una majimbo 9 ya uchaguzi. Una majimbo 9 ya uchaguzi. Mpaka dakika hii tuna majimbo 7 ambayo yamepita bila kupingwa. Tunasubiri kupiga kura. Piga makofi kwa CCM. Kiko wa kushinda. Imebaki kwenda kushiriki uchaguzi na kupiga kura. Jimbo mojawapo ambalo hawa vielehele wametokea ni jimbo hili la Mbogwe, likiwemo na jimbo la Katoro. Nimekuja kuambia watu na wananchi wa Mbogwe, twendeni tukaungane na majimbo mengine ya mkoa wa Geita kuhakikisha CCM inashinda majimbo yote, na inawezekana. Uchaguzi wa mwaka huu, Chama cha Mapinduzi tumekuja na kauli mbiu ya kazi na utu, tukitambua kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, mimi na ninyi ni mashahidi. Kwa kipindi cha miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kazi alizozifanya kwenye jimbo letu la Mbogwe. Mbogwe, kabla ya Dr. Samia Suluhu Hassan, tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya. Ukweli uongo? Leo ukienda pale Kasosobe, tuna hospitali ya wilaya imekamilika na inatoa huduma. Lakini hapa kwenu Lulembela kulikuwa hakuna kituo cha afya. Kipo tena kituo cha afya bora. Dr. Samia Suluhu Hassan analeta shilingi milioni 500. Mpigeni makofi Dr. Samia Suluhu Hassan. Kazi tunamaanisha aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini sio kituo cha afya hapa tu. Kwa kipindi cha miaka 4 Dr. Samia Suluhu Hassan ametuletea vituo vya afya 4 kwenye wilaya yetu ya Mbogwe na jimbo letu la Mbogwe. Pale Ushirika kuna kituo cha afya. Ukienda Ikobe kuna kituo cha afya. Ukija Lulembela hapa kuna kituo cha afya. Ukienda Lugunga kuna kituo cha afya. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Tunakwenda kushiriki uchaguzi wa mwaka huu. Tunakwenda kuchagua kazi. Hatuendi kuchagua porojo. CCM oye! Lakini mambo makubwa ameyafanya kwenye jimbo letu. Ndugu mwenyekiti, nisije nikajisahau, wewe ndio mgeni rasmi. Mimi nilikuwa nasalimia kidogo tu ili wewe baadaye uje. Lakini ndugu zangu, tukitambua kazi alizozifanya Dr. Samia Suluhu Hassan, na tunapokwenda kwenye uchaguzi wa mwaka huu, kuna ahadi ambazo yeye kama mgombea kazisema atazileta baada ya siku 100. Ahadi ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoifanya, baada ya kujenga vituo vya afya vingi, anatambua kuna upungufu wa watoa huduma. Kweli uongo? Tuna upungufu wa watoa huduma, manesi na madaktari kwenye vituo vyetu vya afya. Kaahidi ndani ya siku 100 atakaposhika madaraka Dr. Samia Suluhu Hassan ataajiri watumishi wa afya 5,000. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hudumu wa afya inakwenda kuisha ndani ya siku 100 peke yake. Lakini kaahidi kuna upungufu wa walimu kwenye maeneo yetu. Baada ya kujenga shule nyingi, madarasa mengi, tuna upungufu wa walimu kwenye maeneo yetu. Dr. Samia Suluhu Hassan kaahidi baada ya siku 100 ataajiri walimu 7,000. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi tunamgombea ambaye anaahidi
na najua shida za Watanzania. Lakini mama zangu na baba zangu na vijana wenzangu, kwa furaha iliyoje kwa kutambua shida ya makundi yote ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan anayeongoza, kaidi ndani ya siku 100 ya madaraka yake atatenga bilioni 200 kwa ajili ya kuwawezesha wafanyabiashara wadogo wadogo, hasa wakina mama na vijana. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Utazipata pekee ndani ya Chama cha Mapinduzi, pata kwa wagombea ambao waeleweki. CCM oye! Lakini ndugu zangu, ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka huu imeahidi kero kubwa iliyokuwepo kwenye maeneo yetu. Tunatambua kuna shida ya barabara, ukweli uongo? Barabara yetu hii ya lami inayotokea Ushirombo kwenda Katoro imekuwa ni kero kubwa. Ninayo furaha kuambia Dr. Samia Suluhu Hassan, hii barabara inakwenda kutekelezwa na wala sio project, imeshaanza kujengwa kuanzia Ushirombo kwenda Katoro. Piga makofi kwa CCM. Na imekula CCM kwa ahadi za ukweli hizi. Hebu nyosheni mikono kwa CCM. Nyosha mikono CCM. Hii barabara inakwenda kujengwa na wala sio uongo. Huu ni ukweli. Barabara imeshaanza, mkandarasi yupo na yuko site kwa ajili ya kutekeleza barabara hii. CCM oye! Kwa hiyo vijana wenzangu, acheni kukaa kwenye vyama ambavyo havieleweki. Vyama havijui vinaenda wapi. Vyama vikifika wakati wa uchaguzi wao ni kususa. Sisi hatususi, tuko kazini. CCM oye! Na vijana wa Chama cha Mapinduzi tunajielewa mkoa huu. Tumemwahidi Dr. Samia Suluhu Hassan tunakwenda kutiki Oktoba 20 na ngapi? Oktoba 20, tarehe 29 mwezi wa 10. Mama zangu na baba zangu, twendeni tukachague rais wa Chama cha Mapinduzi.